ambapo kama unavyoweza kutazama nyuma yangu ni baadhi ya viongozi mbalimbali pamoja na mkuu wa wilaya. Kubwa zaidi ni upandaji miti ambapo wakishiriki 27 ya kijani. Nazungumza na mkuu wa wilaya Hashim Mgandirwa kufahamu ni changamoto zipi zinazoikabili wilaya hii hasa katika swala zima la kimazingira. Habari za wakati huu? Salama, mnaendeleaje? Salama. Hebu tuambie ni changamoto zipi zinazoikumba wilaya hii? Kama ambavyo unafahamu, kwenye hizi halmashauri ambazo ziko pembezoni mwa miji, mara nyingi huwa kuna matumizi makubwa sana ya mkaa, kuni, lakini huwa kuna zoezi kubwa ambalo huwa linaendelea la ufunguzi wa mashamba mapya. Kwa hiyo kwa upande wetu, moja ya changamoto kubwa ambazo tunakabiliana nazo ni ufunguzi wa mashamba mapya, matumizi ya mkaa na kama ambavyo nimetangulia kusema. Kwa hiyo kama wilaya tumekuwa tunaendelea kutoa elimu, watu waweze kufahamu umuhimu wa kuwa na mashamba ya kisasa. Unaposema mashamba ya kisasa, inawezekana ukaona kieneo kidogo lakini ukapata uzalishaji mkubwa. Lakini pamoja na hilo, tunaendelea kuungana na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ya uhamasishaji wa wananchi juu ya matumizi ya nishati safi. Kama ambavyo unafahamu sasa, matumizi ya gesi kila inayoitwa siku yamezidi kupanda, na tumeendelea kuwahamasisha watu waendelee kutumia gesi. Lakini pamoja na hilo, kuna matumizi ya umeme. Zamani tulikuwa tunadhana majiko ya umeme ni majiko ambayo yanachukua umeme sana. Kwa hiyo kila mmoja unaweza kujikuta mtu amejiweza kanunua jiko la umeme, lakini kulitumia ana hofu kwa inawezekana akatumia umeme mwingi. Lakini sasa tumeona kupitia REA na TANESCO imeanza kupatikana majiko ambayo kimsingi yanatumia umeme mdogo. Kwa hiyo tumeendelea kutoa hamasa kwa wananchi. Na pengine ni mbinu gani ambazo mnazitumia katika kudhibiti swala hili la uharibifu wa mazingira? Kikubwa cha kwanza ni doria, ndilo ambalo tunalitumia kwa kiwango kikubwa, lakini sambamba na hilo ni elimu. Tunajua kama tutaifikia jamii na kuielimisha kwa kiwango kikubwa, inawezekana kwa namna moja ama nyingine tukapunguza kwa kiwango kikubwa sana matumizi ya nishati ambazo si safi, ambazo kama wananchi wataelewa. Kwa hiyo tumeendelea kutoa elimu kwenye maeneo yetu kupitia mikutano mbalimbali ya hadhara na zile forum zote ambazo tumekuwa tunakutana na wananchi. Asante mkuu wa wilaya. Na bado ninazungumza na afisa misitu halmashauri hii ya wilaya ya Kilindi kufahamu ni kwa namna gani wamekuwa wakifikisha elimu hii ya uhifadhi wa mazingira. Habari za wakati huu? Salama. Na ni mbinu gani mnatumia kuhakikisha kuwa mnafikisha elimu hii ya uhifadhi wa mazingira? Na mbinu ambazo tunatumia ni kadha wa kadha, ikiwemo kutembelea vijiji. Katika mikutano mikuu ya vijiji tunawapa wananchi elimu, lakini pia tunatembelea taasisi za elimu, kwa mfano shule za msingi na sekondari, kuhakikisha kwamba elimu inawafikia walengwa ambao ni walimu na wanafunzi, si huku tukiamini kwamba jamii ile yote ya eneo lile pale itajengwa kupitia elimu ambayo tunaitoa. Kwa hiyo hizo ni njia tu baadhi ambazo tunatoa kufikisha elimu. Leo mnapanda miti, ni miti mingapi na ni miti ya aina gani? Naam, hapa leo tumepanda hapa katika hospitali ya wilaya tumepanda miti zaidi ya 100 ambayo kuna takriban aina mbili hapa hospitalini, kwa maana kuna mti unaitwa mtikunuka au cedrela, lakini pia kuna mti unaitwa mtingazi ama kitaalamu tunaita Terminalia ivorensis. Kwa hivyo ni miti ambayo kwa kweli ina faida kubwa sana, ikiwemo kivuli, lakini ambao pia kama ikikomaa baadaye wananchi wanaweza kuvuna kwa ajili ya mbao, lakini pia kivuli, kwa maana maeneo hospitalini wagonjwa na watu mbalimbali wanatembelea mahali hapo watapata nafuu ya hali ya hewa kwa maana kivuli. Mimi nikushukuru. Ninashukuru 27 ya kijani kwa wilaya ya Kilindi. Kama ambavyo nitangulia kusema, tunaendelea kuwa na kampeni endelevu ya kuhamasisha wananchi kupanda miti katika kaya zao, lakini pia katika taasisi. Tunazo taasisi zetu ambazo tayari tumeshapanda miti na miti inavutia kabisa, lakini pia kupitia taasisi tunazo shule za msingi na sekondari, wanafunzi wameendelea kuelimishwa kupanda miti, ikiwa ni pamoja na miti ya matunda na miti ya kivuli na miti kwa ajili ya kuvuna mbao. Nini unatamani kuboresha? Tunatamani kuboresha zaidi kwenye swala la kampeni hizi, kuwe na program maalum. Ile siku ya upandaji miti inaweza isiwe ni moja tu kitaifa, tukawa tuna program zaidi ya 2-3 kwa mwaka, ili kuhakikisha swala la miti linakuwa ni endelevu na linakuwa na mwitikio mkubwa sana. Lakini je, swali linabaki kwenye halmashauri hii ni kwa namna gani swala hili litakuwa ni endelevu, kwa maana ya kwamba swala la upandaji miti leo ni sehemu ya Watanzania hasa kwa wilaya hii ya Kilindi.
ni vipi mtahakikisha kuwa swala hili linakuwa ni endelevu hasa katika halmashauri hii ya wilaya ya Kilindi? Kwa jina anaitwa Mark Jafet, ni afisa mazingira wa halmashauri ya wilaya ya Kilindi. Katika kuhakikisha zoezi hili la upandaji miti linakuwa endelevu ndani ya halmashauri yetu, kwanza tumeanzisha programu ya kushirikiana na taasisi mbalimbali za elimu ikiwemo shule za msingi, shule za sekondari pamoja na vyuo vya ufundi stadi VETA vilivyopo halmashauri ya wilaya ya Kilindi. Kupitia programu hiyo tumeandaa vitalu vya upandaji miti, ambapo kupitia vitalu hivyo tutakuwa na programu ya kugawa miti katika taasisi hizo na kuhakikisha kwamba zinapanda miti katika maeneo yao. Mbali na hayo, pia kwa kupitia serikali za vijiji pamoja na kata tumeshirikiana na wananchi kwa kuwahimiza kupanda miti, hasa ikiwemo zaidi miti ya matunda kwa ajili ya manufaa ya kivuli pamoja na mazao ya matunda kwa ajili ya kuinua vipato vyao kiuchumi.